au mawazo ya wasomi ambao wanasema Mungu hayupo yawekwe mezani, ili kwamba watu wafanye nini? Watu waweze kujua upande wa pili. Kwa mfano nafahamu, kwa mfano kwa kanisa Katoliki au mapadri wote mnawaona wanasoma kwanza Mungu hayupo katika masomo ya falsafa au ile theolojia, alafu baadaye wanakuja kusoma kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo ni hawezi kubalance. Kama sana naona kwamba kama ataweza kutetea upadri, kufuata upadri, lazima hao amejua wanaosema Mungu yupo wamesimamia wapi, wanaosema Mungu hayupo wamesimamia wapi. Hii inamsaidia kuwa na mtu ambaye ni nini, amebobea au amepevuka mtazamo wake, akienda kuanza kuwakutana na waamini wake ni rahisi. Vile vile kwa wasomi lazima, wewe unaweza kuwa unaamini ujamaa, lakini lazima ujifunze ubepari kwa undani wake. Wengine nataka ukomunisti, lazima mtu afahamu ukomunisti, lazima afahamu ubepari nani, ukabaira, mifumo yote ile iliyopo pale aweze kuichukua. Sasa akienda kutetea hoja yake, anakuwa anajua kwamba haya mawazo yake yamefanya nini, yamepimwa na yamekumbana na hoja tofauti, na mwisho wa siku mtu anakuwa na msimamo madhubuti akitaaluma, hata kiuandikia tuseme kwamba amesimamia sehemu fulani. Sasa kwenda kumfungulia mwalimu mwadhiri wa chuo kikuu mashtaka ya ugaidi au kwanza ikawa uchochezi, baadaye unageuza, hii inamaanisha nini? Kwanza inachafua taswira ya nchi yetu, kwamba inakiuka lile agano au nani, tamko la uhuru wa wanataaluma la Kampala la mwaka 1990. Wanazuoni wa Afrika Mashariki walikaa wakapitisha hilo tamko kwamba kuna uhuru wa kitaaluma. Sasa inakuwaje unageuza kabisa kwamba mwadhiri anakwenda kutoa maoni yake au anatoa muadhara, wewe unamuita kama ni ugaidi? Je, tunatendea haki hata akili zetu? Tunatendea haki hata dhamira zetu licha ya sheria? Sasa ndio masuala ambayo yamekisumbua chama na sisi kama wanasheria tumeona kwamba haiwezekani. Ni vitu ambavyo sasa tutabidi kwamba tutatuma timu za wanasheria wetu, wataenda huko mikoani, wataenda kukutana na hao ambao wamekutana na madhara haya na kuweza kuandaa utetezi madhubuti kabisa wa dhidi ya mashtaka yote ambayo yanawakabili, na tutaangalia hata ukatiba wa mashtaka haya yote. Kwa mara ya kwanza tutakuja kuangalia ukatiba wa mashtaka haya yote na dhamira ambayo inayasukuma mashtaka haya, ili mahakama iamue. Mwisho wa siku ya ukombozi ikifika, kila mmoja wetu ataweza kutoa utetezi wake au ushuhuda wake kwamba alisimama wapi, kwamba je, alisimama na kuunga mkono udhalimu au alisimama kuunga mkono haki na kutetea hata katiba hii licha ya ubovu wake wote. Kuna hayo vipengele ambavyo inavitoa haki ambazo inazitoa. Je, tuliziheshimu? Ni mambo ambayo tutayasimama kwamba tunaweka record, ili kwamba mwisho wa siku tunapofika katika mahakama ya umma siku hiyo ukweli uweze kudhihiri. Yeyote nilisema kwamba Chadema ina kumbukumbu ndefu kushikama maji ya bahari au ziwa Tanganyika. Hatutasahau uovu wote ambao umetendwa. Waliotenda maovu wajue kwamba watajibu. Hiyo ni guarantee. Sio lazima mtu kama mimi niwepo hapa ndio nisimamie hilo, lakini hata hawa vijana wetu wadogo hawa Bavicha na nani watayasimamia. Hiyo ni amini ambayo watu ambao wamekula kwamba watasimamia ukweli na kuhakikisha kwamba haki mwisho wa siku inadhihiri, na kwamba hakuna jinai ambayo itaoza, zote zitawekwa hadharani. Kwa sababu ili kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania ni nchi inayofuata utawala wa sheria, lazima yeyote yule aliyetenda maovu ajue kwamba atalipa, atafikishwa mbele ya vyombo vya sheria na atalipa. Leo anaweza kuwa na kinga zake anaziona na kinga zake, lakini makosa dhidi ya ubinadamu hayana kinga. Makosa dhidi ya ubinadamu hayana kinga. Watu watashtakiwa. Wale wanaoamini katika kwamba amri kutoka juu, nipende kuambia hakuna amri kutoka juu. Juzi makamu alikuwa anazungumza hiyo mambo ya mashtaka ya kule ya Nuremberg trials. Watu wajifunze. Watu wasiwe na kumbukumbu fupi kama maji ya mto. Kwa sababu maji ya mto yakipita hayakumbuki. Lakini sisi tuna maji na kumbukumbu ndefu kama nini? Maji ya ziwa Tanganyika au maji ya bahari. Hatusahau, inayoingia pale inakaa nasi na tutakushughulikia. Lakini kwa misingi ya haki. Hatumtishi mtu, bali tunapenda kwamba ufahamu, uzingatie, kwamba tunaweka mazingatio. Kwamba mtu azingatie unapotenda hayo sasa ambayo sio hayako sawa. Kuna siku utafanya nini? Utalipa. Kwa sababu hatuwezi tukaruhusu
nchi yetu ikafanya nini, ikaingia kwenye nini, kwenye tando ya jehanamu ambayo hapa duniani. Yalitupata Oktoba 29 na baada ya pale ni masuala ambayo yanasikitisha, masuala ambayo yameibisha nchi yetu, yamechafua taswira ya nchi yetu, licha ya kwamba hatukubaliana mfumo wa chama, lakini angalau kulikuwa na heshima fulani ambayo ilikuwa ya nchi, ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Hiyo sasa hizi hatuna heshima yote ile. Sasa hizi ni basket case, kwamba tumeitupwa, tumeingizwa katika nini, wala sio kama tumechafuka kwa vumbi, tumechafuka kwa damu, tumejidhalilisha. Sasa ndio haya masuala ambayo tunasema kwamba, kwa hiyo zile familia za ndugu ambao wamewekwa ndani, tunaomba wawe na moyo wa ujasiri. Chama kitaweza kuwafikia kwa namna kinaweza kuwasaidia, lakini kubwa ni kuwapa moyo kwamba wao wamekuwa askari wetu wa mbele katika mapambano haya. Tunawaomba wawe na uvumilivu na ustahimilivu wa kuweza kufanya nini, kushirikiana na sisi. Ni kweli watapitia katika matatizo mazonge makubwa sana, familia zitaweza kustayumba, lakini tunaomba kwamba wawe na nini, wawe na ustahimilivu. Tunachokuahidi sisi kwamba tutaweza kuahidi ni msaada wa kisheria, tutatuma timu ya mawakili. Lakini sasa kama unaofahamu Tanzania, ili kuweza kufanya kazi hii ya kuweza kupeleka timu za wanasheria imara na madhubuti kutoka Dar es Salaam, kutoka sehemu mbalimbali na kuweza kuwapeleka kwa mikoani, kuna gharama zake. Kwa hiyo tunawasihi kwamba muweze kuchangia chama hiki. Sasa licha ile tone ambayo tunachangia ya kwa ajili ya baraza kuu, lakini vile vile mchangie kwamba wale mchango ile ya kujirudia ambayo itatufanya nini, kusaidia chama kuwa na rasilimali za kutosha kuweza kutuma mawakili waweze kwenda. Atumi mawakili kwamba tunaenda kuwalipa mishahara, lakini ni gharama za usafiri, gharama za malazi, gharama za chakula, kwamba waweze kujikimu na kuweza kufanya kazi hiyo, kwa sababu kwa sehemu kubwa ni kwamba wanafanya nini, wanajitolea kuweza kupambana. Na bahati mbaya kesi za jinai zilivyo, kesi za jinai huwa mawakili atulipwi, kwamba nikishinda kesi nalipwa yule ambaye nimemshinda kwamba atanilipa. Kwa sehemu kubwa wafanye hivyo. Maana yake ni kwamba ni kama kila mtu achukue gharama zake. Lakini sasa gharama, ili chama kiweze kutuma mawakili sehemu zote hizo, lazima tupate msaada wa Tanzania. Kwa hiyo tunaomba michango kwa chama hiki iongezeke. Tuchangie Chadema. Utakuwa na namba ambayo ya yale malipo ya kujirudia ambayo tunaomba kila mtu anakipenda chama hiki, anataka chama hiki kiwe madhubuti na imara na kuweza kuwa na rasilimali za kutosha, basi afanye nini, aweze kuwa anakubali kujiunga katika yale malipo ya kujirudia, kama kila mwezi anakata kama ni 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 100,000 au nini kila mwezi, basi aingie katika malipo hayo katika mpango huo, ili uweze kusaidia kwa nini chama hiki kuwa na rasilimali za kutosha kuweza kupambana na hawa watu ambao kwa kweli hawaitakii mema nchi yetu. Hapa ni kwamba kama walivyosema wao watatumia dola kubakia na dola. Sasa ni vyema sisi kwamba tuondokane, tushiriki katika mapambano haya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaongozwa kwa utawala wa sheria, utawala wa katiba ambayo inajali haki na heshima na uhuru wa watu, na kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kwa nini? Tanzania inakuwa nchi inafuata demokrasia ya kweli, vyama vingi ambao watu wake ni huru na hawana na sio watu ambao ni watwana na watumwa, au watu wanaogeuzwa kuwa vidubwana au vijitu au mali za watu wengine. Asanteni sana. Kwa taarifa tunazo kwamba ambao wamefunguliwa kesi mbalimbali, lakini idadi ambayo kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la polisi ni kwamba kuna watu 133 ambao wameshikwa. Kwa hiyo uchukua hiyo 133 ondoa hiyo 61, unapata watu 72 wengine bado hawajaletwa mahakamani. Sasa hiyo ndio inakuonyesha hali yetu, hali ilivyo. Sasa siwezi kusema kwamba wote ni wa Chadema, lakini wengi wao ni wa Chadema, na mnafahamu kwamba Chadema haikuwa kama nilivyosema mwanzoni, hatakuwa tunashiriki katika maandamano kama chama, lakini kama mtu kama Mtanzania ana haki ya kushiriki katika maandamano au kuhamasisha watu kushiriki katika maandamano. Au hujaona tamko lolote lile la Chama cha Demokrasia na Maendeleo kusema watu fanye nini, watu waandamane tarehe 7 au nini. Lakini Chadema ilikuwa wazi kabisa, watu wana haki ya kuandamana kama wataka kuandamana. Siku hiyo hawakuandamana. Sasa hivi siku ni masuala ambayo tutaweza kuyazungumzia huko mahakamani, lakini unasema kuna namna nyingi za kuua mbwa. Watu wakaamua kukaa majumbani. Sasa wameamua kukaa majumbani na kuandamana, lakini ule mguso au mbinyo au mtikisiko wa uchumi ulikuwepo, na ni hatari sana. Sasa kama watu wakiamua kwamba watakuwa wanakaa nyumbani kama njia yao ya maana yake ni kama mgomo.
itafika huko. Lakini hata mgomo ni njia halali kabisa. Ambacho nimekizungumzia hapa ni ile hatari ya kugeuza shughuli halali au harakati halali kuigeuza ukaita ugaidi, ukaipatia ukaijinaisha, na mwisho wa siku ukawabambikizia watu kesi. Hiyo ni kwamba tunaelekea pabaya. Nimesema ibara ya 7 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko wazi kabisa kwamba serikali, mahakama, bunge, wote wanaofanya kazi kwa za umma wana haki, wana jukumu la kuheshimu kile ambacho kimesemwa katika sura ya 2 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo na nilivyosema ibara ya 9F ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kuheshimu na kutekeleza haki zilizoainishwa katika tangazo la ulimwengu la haki za haki za binadamu. Lakini kinachotokea sasa kiko wazi kabisa kwamba hatuheshimu hayo. Tumesema kwamba sisi tutumia dola kubakia na dola. Wale walisema hivyo watawala, tutatumia dola kubakia na dola, na ni ubabe ndio ambao uko kazini, na mwisho wa siku ni kwamba sasa inabidi kuialika mahakama na yenyewe iweze kujitabanaisha katika mazingira kama haya, nchi yetu inaenda vipi. Kwa hiyo ndio maana chama kimeamua kwamba kitatumia njia halali kabisa za kisheria kuweza kupambana, lakini jumuiya ya kimataifa na yenyewe ijue kwamba hii ndio nchi yetu ambayo tulionayo. Hiyo ndio Tanzania ambayo ilikuwa ile miaka ya 60 70 ilikuwa inaongoza jumuiya za kimataifa kupigania haki za binadamu na ukombozi wa Afrika. Ndio hapa ambako imefika hivi sasa, kwamba viwango vyake vimeporomoka na kuwa nchi ya umwagadamu. Asante.